pesa, mali, nguvu na madaraka ni matamanio ya kila mwanadamu aliyetoka katika kiuno cha baba yake na akazaliwa kwa uchungu kutoka tumboni kwa mama yake. Lakini Mungu aliweka ugumu katika upatikanaji wa hivi vyote kwa makusudi. Leo na kuletea kisa cha mtoto kimasikini anayepitishwa na Mungu katika majaribu mazito na baadaye anajikuta katika utajiri, ila katika chama cha shetani, chama cha mungu wa giza, yani Freemason. Tunaanzia katika msitu mnene katikati ya usiku wa manane. Tunaiona gari ikiwa barabarani ikiingia ndani zaidi katika msitu huu. Katika hii gari kuna sauti ya binti wa kike inasikika akiimba nyimbo ya Johnny Johnny, yes papa. Na sasa tunamwona baba huyo binti akiwa ameshikilia usukani. Huyu baba anaitwa Obina. Katika siti za nyuma yupo binti yake wa kike wa kipekee anaitwa Raya. Basi safari ikazidi kusogea, wakakaribia katika eneo ambalo baba amedhamiria wafike. Baada ya muda wakawasili katika hilo eneo. Obina akazima gari akageuka nyuma kumtazama Raya. Muda huu Raya amepitiwa na usingizi. Obina akalia kiume, akajikaza kisabuni, akafungua mlango wa gari na kutoka nje. Akafungua buti, akatoa zana yake ya kazi, akaja kumbeba Raya akiwa ameushikilia mdoli wake. Obina amembeba Raya mgongoni mwake, ingawa anaonekana ni mwenye hofu sana. Wakafika katika eneo lenye tambarare. Obina akamshusha Raya kutoka mgongoni, akatazama kwa umakini pande zote kama kuna mtu anawaona. Raya akamuuliza baba yake, mbona hizo bembea sizioni? Hizi za leo ni za maajabu. Haya, funga macho yako na hesabu mpaka 10. Raya akaanza kuhesabu kwa madoido na furaha zote kuanzia 1 mpaka 10 kama alivyoambiwa na baba yake. Huku nyuma baba akatoa panga lake taratibu, akalinyanyua, akamchinja Raya. Ai! Raya ameuawa kikatili mno na muhusika mkuu ni baba yake. Upande wa pili kuna marafiki wawili wanaingia katika klabu kubwa hapa mjini. Wanaume wanapofika ndani wakapokelewa na vibe moja la hatari. Damu zikaitika, wakaanza kucheza. Walipofika kaunta, mmoja akaagiza kilevi kikali. Oya, una hela kulipa unaagiza tu. Oya, kausha babu. Eti viglasi viwili vya pombe kali ni bei gani? 10,000. Kusikia 10,000 wakashtuka. Huyu mshikaji aitwa Namdi akamwona demu aliyewahi kusoma naye anaitwa Chioma. Wawili hawa wakasalimiana. Chioma akawataka shoga zake watangulie tu ili azungumze na Namdi. Ulikuwa wapi? Shule. Nilikuwa namalizia kusoma masters na sasa hivi nafanya kazi benki. Na vipi wewe? Nimejikita katika matangazo. Nilikuwa nimeajiriwa ila niliacha kazi. Sasa hivi nina kampuni yangu mwenyewe. Chioma akaitwa na shoga zake. Basi Chioma akagana na Namdi akaelekea kwa shoga zake. Baada ya Chioma kuondoka, Namdi anamwambia rafiki yake aitwaye Kefa. Kipindi hapo shule alikuwa anamwandikia sana notes Chioma. Namdi akamtaka Kefa waende walipo Chioma na shoga zake. Kefa akapinga, lakini Namdi akalazimisha. Walipofika katika eneo la kuingia wakazuiliwa na bodyguard. Namdi akadanganya eti amekuja na kina Chioma. Bodyguard anasema hawana hadhi ya kuingia huku VIP. Namdi akaangalia wanaume wenye pesa zao wanavyojilia raha. Hata Chioma mwenye masters yake anajibebisha kwa tajiri. Wakubwa na faidi. Namdi na Kefa wakatupwa nje kama kuku. Kesho yake huko Uswahilini ndipo yalipo makazi ya Namdi. Kaka yako yupo bafuni muda huu kajisiliba sabuni ya kutosha, huku anafanya mazoezi ya atakachoenda kukizungumza kwa wateja wake wa kwanza katika kampuni yake mpya. Zoezi likaendelea hata baada ya kuoga. Ilibaki kidonchi tu aunguze nguo. Shati, tai, mkanda vyote vikakaa mahala pake. Nyusi, sharubu na ndevu nazo ziko poa. Tumependeza. Aga, Namdi ameshaingia mtaani, anadundika, ana furaha. Leo anaenda kusaini mkataba na kampuni ambayo itakuwa mteja wake wa kwanza baada ya kuacha kazi na kuamua kufungua kampuni yake. Namdi anakubalika kwa akina mama wa mtaani kwao, akapewa maandazi ya kuonja. Mtaalam, midundiko inaendelea. Akaisimamisha bajaji, akaingia ndani. Mbele ya jarida la The African ametokea tajiri aitwa Richard Williams, lakini huu ukawa ukuta kumfanya Namdi kula maandazi ya kuonjeshwa. Kumwangalia secretary akacheka. Kumbe ameonwa bwana. Mzee baba anajipiga maandazi ya kuonjeshwa. Mabosi wa kampuni aliyokuwa akifanyia kazi Namdi wametoka katika kikao na wateja wanaopaswa kukutana na Namdi. Bosi akasema, Namdi, unajihisi una akili sana ukajifanya unaacha kazi. Hii ni dunia ya mbwa kula mbwa. Mbwa kama wewe tunafanya kama mboga ugali kwetu. Wasaidizi wa bosi nao wakamsuuza Namdi kwa matusi mepesi. Namdi akaja kwa secretary akamuuliza kama hao wageni waliotoka walikuwa kikaoni na mabosi.
Secretary akajibu ndio. Namdi akajawa na hasira, akaingia ofisini kwa mabosi. Secretary akajaribu kumzuia Namdi, lakini Namdi akakaza fovo. Alipofika kwa mabosi wakamruhusu Secretary akaendelea na kazi zake. Namdi akauliza mabosi, imewezekanaje mpaka wamebadili mawazo na kukubali kufanya kazi na waajiri wake wa zamani? Bosi mmoja akasema waajiri wake wa zamani walikuja na mpango mzuri zaidi yake, hivyo wakashindwa kuukataa. Namdi akauliza ataishije sasa wakati aliacha kazi kutokana na hili dili? Bosi mwingine akasema hii ni biashara. Mwingine akamtaka Namdi atafute wateja wengine. Namdi akaonekana kukata tamaa kabisa. Kabla hajatoka akasimama, hasira zikazidi kumpanda, akanyanyua uso, akaona usinitania wewe. Akamdaka bosi mmoja, akamkaba atoe maelezo yanayoeleweka. Namdi akarudi nyumbani ametepeta. Yule aliyetoka kidundika kama shujaa wa taifa anarejea akiwa hoves. Kesho yake tuje huko katika eneo linaloitwa Oweri. Huyu jamaa anaitwa Toby. Toby na Namdi ni ndugu, mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo. Kilichomleta Toby katika stendi ya mkoa ni kumpokea Namdi. Toby anapomwona Namdi akamuwahi kwa furaha. Ndugu hawa wanapendana sana, wakasalimiana salamu yao yatokea utotoni. Kisha safari ya kuelekea nyumbani ikaanza. Wakiwa njiani, kuna gari ikawa inawasogelea. Ilipofika karibu yao, ikabaki kidogo tu iwagonge. Mwenye gari sio mwingine bali ni Obina, yule aliyemuua mtoto wake. Toby akawa analalamika mwamba anaendesha hovyo tu, kisa ana gari zuri. Kinyume na Toby, Namdi akawa anamsifia Obina kwa uzuri wa gari yake. Namdi analitaja jina la hili gari, mashine inaitwa G63. Namdi akawa anaelezea sifa zote za hii gari. Obina akaona Namdi anataka kumjazia nzi hapa, akapandisha kioo cha gari yake, akatoka kibati. Sasa Namdi anamwambia Toby anashangaa nini, hajui kama hii ni gari ya ndoto zake. Basi wawili hao wakakimbizana kama watoto wakielekea nyumbani. Namdi na Toby wamelelewa pamoja katika familia ya Toby. Ni wapi walipo wazazi wa Toby? Swali zuri. Tulia, vuta glasi ya maji, tutajua hapo mbeleni. Basi vijana wakafika nyumbani. Namdi akapokelewa na baba na mama Toby. Kumbuka hawa wazazi Namdi anawaita mama mdogo na baba mdogo. Mida ya usiku, baada ya familia kupata chakula cha usiku, stori za hapa na pale zikawa zinapigwa na mwongoza stori ni mama Toby. Bwana we, baba si akajisahau bwana, akaweka miguu juu ya meza. Embu toa miguu yako, miguu mipana kama chepe. Mama la mama, embu mwambie baba yako, maana nisipoongea nyumba itakuwa ndogo hii. Kila sehemu patajaa miguu yake. Tumefurahi kukuona, iwe una kazi ama hauna kazi. Sawa baba, nimefungua kampuni yangu inaitwa Infinite Ideas. Infinite Ideas Infinite Ideas. Imefika wapi? Sio rahisi, lakini tunakomaa. Mmeona? Si mmeona nilichokuwa nakisema? Mpaka sasa sielewi ni kwa nini uliacha kazi na ukaamua kufungua kampuni yako, na ulikuwa unalipwa vizuri tu. Baba akakosa moyo wa subra na kumwamini Namdi, lakini mama akaonekana kuyaamini maamuzi ya Namdi kuwa ilikuwa ni sahihi. Tena akamtaka baba aache kulalamika. Baba anasema kulalamika ni lazima kwa sababu alisota mtaani kwa miaka 5 akisubiri ajira. Kwa kipindi chote hiko alipokuwa hana kazi, alikuwa akimlaumu Mungu kwa kutomuona, lakini baada ya kupata kazi amedumu ndani ya ajira kwa mwaka mmoja tu, halafu ameacha. Mama akabadili upepo, akamtaka baba wasiongelee hizo mada tena. Tusogee mpaka siku ya Jumapili katika kanisa Katoliki. Baada ya misa kuisha, waumini wakiwa wanaondoka majumbani kwao, miongoni mwa waliohudhuria hii ibada ni familia ya Nuaris ambao ni kina baba na mama Toby. Sasa kuna mwanamke akaja anaitwa Nneke. Nneke anamwambia mama Toby, yani ameshindwa hata kuja kumsalimia yeye na mume wake. Mama Toby akasema wana haraka kwa sababu baadaye wana kikao. Nneke akahamia kwa baba Toby, mzee Pasco, akaanza kumsifia mzee anavyozeeka na uhensamu wake. Mama Toby ni wivu tu umemjaa. Mzee Pasco akajichekesha, mama akamsogeza aondoke hapa. Nneke akahamia kwa watoto sasa, njooni mnisalimie. Toby na Namdi wakaja kwa Nneke na kumsalimia. Jamani, watoto wamekuwa haraka hawa. Namdi, umekuwa ka handsome na tabasamu lako kama la Andi. Ewo, samani sana anti, unamjua baba yangu? Umemjuaje baba yangu? Hiyo ni story ya siku nyingine. Sawa unafanya kazi? Ndiyo, nina kampuni ya matangazo kule mjini. Mungu wangu, mwanao yupo mjini na uniambii? Sasa sikia Namdi, njoo na uonane na chief ili akusaidia kuikuza biashara yako. Utachukua namba kwa Obina ili mzungumze vizuri. Namdi akatoka na kuelekea kwenye gari. Mama akabaki na Nneke. Kwa hiyo mpaka leo umemficha ukweli kijana? Wewe na mume ndio wataalamu wa kuficha ukweli. Tafadhali kaa mbali na mwanangu. Kuwa na siku njema. Chai! Mama akamwacha Nneke na kuingia kwenye gari. Sasa huyu Nneke ana mtoto mmoja tu ambaye ni yule Obina, na kukumbusha tu Obina ndiye alimtoa kafara binti yake. Sasa tuendelee. Kwenye gari ukimya umetawala. Sasa ikabidi Namdi awaulize walezi wake, yule mwanamke waliokutana naye kanisani ni nani na imekuwaje amemjua baba yake. Baba akamtaka Andi apotezee, vingine vimpite. Baba, una maana gani nipotezee? Mwanangu, potezea tu, sio kila kinachong'ata usiku ni mbu, ndio maana nasema achana navyo.
hivyo brother, potezea tu. Nipotezee nini Kila ninapomuulizia baba yangu majibu huwa hamsemi. Je, amefariki au alitutelekeza na mama yangu kabla sijazaliwa? Mbona hakuna anayetaka kumwongelea? Kuna kitu gani kimejificha? Licha ya kuuliza, bado baba na mama wakawa kimya. Namdi akasema, kwa kuwa hamtaki kusema, nikirudi mjini nitamuuliza Aunti Nneke. Baba kusikia hivyo akakanyaga breki katikati ya barabara. Huko ndani mama analalamika tu, unataka kutuua Baba akamgeukia Namdi, hutokutana naye. Hakuna yeyote katika nyumba yangu atakayekuwa karibu na washirikina. Kwa kuwa naishi nyumbani kwangu, hutakuja kukutana na Nneke wala mume wake. Usilitie aibu jina langu, sitaruhusu hilo. Haya majibu ya baba mdogo yakamkera sana Namdi. Kutazama dirishani akaliona bango kubwa la Chifu Omega la kuomba kupigiwa kura kwa ngazi ya ugavana. Huyo Chifu Omega ndiye mume wake Nneke. Mida ya usiku, Chifu Omega anamwambia Namdi, unajua nina marafiki wazito kukusaidia ufanikiwe. Ndiyo, nalitambua hilo mkuu. Una hamu kiasi gani ya mafanikio? Nina hamu sana. Chief Omega akamtaka Namdi asogee karibu. Namdi akamsogelea karibu Chief Omega, ingawa anaogopa. Chief akamwambia Namdi, unabidi uwe jasiri, jasiri kama simba. Namdi akaitikia kwa kichwa akiashiria ameelewa. Sasa mbusu huyu simba, mbusu huyu simba. Namdi akaogopa, akawa na sita kufanya anachoambiwa na Chief. Kibusu hiki kichwa cha simba. Chief akaisogeza fimbo yake yenye sanamu la simba karibia na Namdi, na tayari Namdi akawa ameshakubali kukibusu hiko kichwa cha simba. Anapotaka kubusu, simba akamwingia Namdi. Kumbe ilikuwa ni ndoto bwana. Tobi huyu hapa. Namdi akaogopa. Oya, nimezingua kinoma, njoo uone. Namdi akaona bora ilikuwa ni ndoto, ilibaki kidogo tu nijenyee kudadadeki. Huyu mzee atakuua, huyu mzee atakufanya supu kesho asubuhi. Baba umekwisha. Sasa Tobi aliiba gari la baba yake, akaenda kupiga misele na demu wake. Aliyegongesha gari sio Tobi, bali ni demu wake Tobi, anaitwa Chichi. Tobi alidanganywa na Chichi kuwa anaweza kuendesha gari, na mapenzi akampofusha, akaamini Chichi anaweza kufanya hivyo. Matokeo yake ndo haya, gari lipomong'onyo. Asubuhi kunapopambazuka, baba akaona gari yake ilivyobongonyolewa. Nani kati yenu amefanya huu pumbavu? Mimi na mama yenu hatujatoka jana usiku. Ni lazima atakuwa mmoja ama nyote wawili mmefanya huu ushenzi. Hamnisikii? Huyu ni mshenzi nani? Muhusika katoka, lakini Namdi akamuwahi Tobi akajitaja yeye ndio muhusika. Oho! Namdi akawa amejipalilia kala moto. Baba akaanza kumfokea Namdi kwa utovu wa nidhamu. Baba anaamini Namdi anafanya yote haya ili tu amjue baba yake. Akaondoka kwa hasira. Mama naye hakupendezwa na alichotoka kukiona. Wakiwa peke yao, Tobi akamuuliza Namdi ni kwa nini ameamua kumfichia dhambi zake. Namdi hakujibu chochote, akaenda kukaa peke yake. Sasa Namdi akafunguka. Ni kwa nini ameamua kudanganya? Sote tunajua hili lingemuumiza mama zaidi. Mtoto wake ampendaye, mtoto anayejivunia, mtoto wake aliyepata kazi mahakamani. Hapana bwana, unataka apate mshtuko wa moyo? Hata hivyo, unachokipitia nami nakipitia pia. Hukugonga gari peke yako, tumegonga kwa pamoja. Namdi anampenda sana Tobi. Namdi Okeke, Namdi Okeke, ni lazima ufanikiwe. Namdi akajipa moyo. Safari ya kurudi mjini ikaanza. Namdi akafika nyumbani kwa Chief Omega. Dada wa kazi akaja kumpa taarifa Madamu Nneke amemruhusu aingie ndani. Namdi akaingia ndani, akakutana na Nneke. Nneke akafurahi sana kumwona Namdi, akampa pole ya uchovu wa safari. Walipoketi, Nneke akamtambulisha Namdi kwa Obina. Obina akahisi kama anamfahamu Namdi. Namdi akamkumbusha Obina walikutana kule Oweri alipomtajia jina na sifa ya gari yake. Obina ndiyo akakumbuka. Basi leo wakasalimiana kwa ukubwa zaidi. Ghafla Obina kashtuka, ameuona mzimu wa Raya kwenye kioo. Mara mzimu wa Raya ukayeyuka. Obina akawaamini. Mama akamuuliza ana shida gani? Obina anasema vumbi limemwingia machoni. Basi stori za hapa na pale zikaendelea. Baada ya siku chache kupita, katika kikao cha bodi cha kampuni itwayo Zion Rail Network, Namdi anawasilisha mpango kazi utakaoifanya kampuni hii izidi kufahamika zaidi. Kumbuka, Namdi ni mtaalam katika mambo ya matangazo. Sasa katika huu uwasilishaji wa Namdi, wajumbe wote wakaonekana kutouelewa mpango wa Namdi. Ghafla mtu akasikika akiwa anapiga makofi kumtazama. Ni bilionea wa Afrika, Bwana Richard Williams. Richard Williams akaupenda mpango wa Namdi, akataka kujua taarifa zake. Obina akasimama akasema huyu Namdi ndiye waliyemzungumzia na baba yake. Richard akawa ameshaelewa, akajitambulisha kwa Namdi, anaitwa Richard Williams, mkurugenzi wa hii kampuni. Kama unakumbuka
anakumbuka vizuri, huyu Richard Williams alionekana katika kurasa wa mbele wa jarida la The Africans siku ambayo Namdi alienda kukutana na kampuni ya kwanza, wakamsnitch kwa waajiri wake wa mwanzoni. Namdi anapotoka nje ya jengo la ofisi akaliona gari aina ya Ferrari na muhusika hayupo. Namdi akaliangalia vizuri muonekano wake kwa ndani, anapoinua kichwa akashtuka kumwona Richard. Naona unapenda sana magari. Samani bosi, nimekuwa nikipenda magari sana tokea utotoni. Unataka kuendesha? Namdi akapigwa na butwa. Richard akamrusha funguo za gari Namdi, akamtaka endeshe. Walipoingia kwenye gari, safari ikaanza. Sasa upande wa pili tunakutana na mpelelezi binafsi, pia anamiliki blog, ni kama tovuti ya kutoa taarifa, lakini amejikita katika upelelezi wa matajiri wanaopata pesa kwa nguvu za giza. Mchizi anaitwa Uzoma. Kuna comment ikaingia, inatoka kwa mtu aliyeficha uhusika wake, anasema Chief Omega ni shetani, fuata barabara ya kuelekea Zion. Hii comment ikamchanganya Uzoma, akafungua friji, kuna chupa moja ya maji na chungwa, akachukua chungwa, akamuuliza alitoa comment Zion, lakini akajiuliza mbona hii comment kama sio ngeni kwake. Akatupa chungwa, akachukua maji, akamwagia ua lake, akaunguza mapafu kwa sigara kali, akautazama ubao wenye picha za kipelelezi, akajiuliza anawezaje kupata taarifa za hiki chama cha shetani. Kesho yake Namdi anaongea na Toby, anamuuliza jinsi alivyolamba pesa ndefu kutoka kampuni ya Zion baada ya wazo lake kupitishwa. Namdi anasema amepewa milioni 50 kutoka kwa Richard, hapo bado malipo ya kufanya nao kazi. Toby akampongeza Namdi, lakini akataka kumwambia Namdi juu ya stori zinazosambaa kuwa Chief Omega na tajiri Richard Williams ni washirikina. Lakini kabla Toby hajamaliza maneno, Namdi akamzuia, anasema hayo ni maneno ya masikini wasiokuwa na kazi za kufanya. Akamtaka Toby ayapuuzie. Siku zikasogea, ndoto ya Namdi ya kuwa na kampuni ikaanza kutimia. Ofisi ikaandaliwa na ikanoga, wafanyakazi wakaajiriwa, mipango ikasukwa, cheo cha ukurugenzi kikamvaa Namdi vizuri. Kampuni kubwa ya Zion ikawa mteja wa kwanza kwa Namdi. Namdi akazidi kuwa karibu na Richard Williams, lakini huu ukaribu ukawa tishio na jambo la kuchungwa zaidi na mpelelezi Uzoma. Uzoma akaunguza mapafu kwa sigara kali, akaendelea kupiga hesabu nini afanye. Ushirika wa Richard Williams na Namdi ukatusogeza katika shughuli kubwa ya kifahari ya kusherekea ungamano hilo. Tunaona maisha yamebadilika kwa Namdi, ameshanunua na gari, lakini bado moyo wa tamaa na kutoridhika kwa Namdi ukamfanya atamani magari yote ya Richard Williams. Obina akamleta Namdi kwa Richard Williams. Richard akafurahi kumwona Namdi, akamtaka akafurahie pati na wengineo. Obina akamleta Namdi katika meza yao. Hii ni meza ya watu wenye pesa zao. Kuna binti moja itwaye Ife, akamtazama Namdi kimatamanio. Pati ilivyozidi kuendelea, ndivyo Ife alivyozidi kujilegeza kiasi. Namdi akamuliza Obina nani anayemchapa huyu demu. Obina akamwambia ajichukulie tu, anafaa kwa matumizi. Bado Ife hapepesi macho kwa Namdi. Kwenye kuvuta shisha, Namdi akapaliwa. Ife anamtazama tu Namdi, akajisogeza kwa Namdi, akamshika. Acha nikuonyeshe, unainyonya, unautoa. Bado Ife akazidi kujibebisha kwa Namdi, lakini Namdi akashindwa kujiongeza. Asubuhi sana, simu ya Namdi ikawa inaita, inayoingia ni namba ngeni. Namdi akapokea. Hello. Naongea na Namdi Nwari. Wewe ni nani? Naitwa Uzoma Adiba. Umeipokea email yangu? Nilikutumia email kuhusu watu unaofanya nao kazi. Wale ni watu wabaya sana. Namdi akaona Uzoma anaongea upuuzi tu. Sasa huku kanisani, kwaya inafanya mazoezi. Baada ya kumaliza kufanya mazoezi, wakapongezwa na pasta mkuu wa kanisa. Kuna msaidizi wa pasta akaja, akamnong'oneza kuwa ana ugeni wake. Pasta akageuka nyuma kuona huo ugeni, kucheki ni mtaalam. Uzoma kama kawaida yupo na chupa yake ya maji. Pasta akapokea ugeni wa Uzoma. Uzoma akamwomba pasta waende sehemu ya siri wazungumze. Pasta anasema kwenye nyumba ya Mungu hakuna siri. Aha, okay. Basi Uzoma akajitambulisha jina lake na anamjua pasta kuwa ndiye mtu ambaye huwa ana comment katika blog yake, lakini akificha uhusika wake. Pasta akamuuliza Uzoma ana uhakika gani huyo anayecomment kama ni yeye. Uzoma anasema aliitrack akaunti yake ikaonesha muhusika yupo hapa, na kulingana na comment anazozituma zimekaa kizee, zina misemo na vifungu vya Biblia, akajua fika ni yeye. Pasta, una akili sana, lakini sidhani umekuja hapa kunionyesha una akili kiasi gani. Uzoma akamtaja pasta kwa jina lake, anaitwa Andy, kisha anasema anahitaji msaada wake, anataka kujua taarifa zote kumhusu Richard Williams. Pasta akashtuka sana, akayatoa macho yake, kisha akasema inashangaza kuona mtoto
mtoto mdogo kama wewe unavyojichimbia kaburi lako mapema. Sawa, nina zawadi yako. Uzoma akatoa picha ya Richard Williams akiona Namdi. Uzoma anamwambia Andy kijana aliyopo na Richard Williams hapo pichani anaitwa Namdi, ni mtoto wake. Pasta akacheka kisha akamuuliza Uzoma, inawezekanaje? Uzoma anaelezea kuwa Namdi alizaliwa kule Oweri na amelelewa na Nuoris, yani familia ya kina Toby, na maanisha mzee Pasco na Bi Eunice Nuori. Pasta Andy aliposikia Eunice ndiyo akaanza kuunganisha dots. Pasta Andy anasema Eunice ni mdogo wake Ego. Sasa huyo Ego alikuwa mke wa pili wa Pasta Andy, lakini alifariki miaka mingi sana iliyopita baada ya kuachana naye. Eunice ambaye sisi tunamfahamu kama Mama Toby aliamini kuwa Andy ndiye alisababisha kifo cha Ego. Kumbe wakati Mama Namdi ambaye ni Ego alipomwacha Andy kipindi hiko tayari alikuwa na mimba. Baada ya Pasta Andy kuunganisha dots na kunipa nafasi ya kukuelewesha udugu wangu, Pasta Andy akafurahi kujua kama na mtoto. Uzoma akamtaka sishangilie sana kwa maana Namdi ameshaungana na Richard Williams. Uzoma akamtaka Pasta Andy washirikiane kukiteketeza chama cha Mungu wa giza, wanajiita The Six, na Richard ni sehemu ya The Six. Sio sehemu tu, ndiye mmiliki wa chama. Katika miaka 90 Chief Omego, Ichi Million, Mike na Paulo walikuwa kwenye ukubwa wao. Waliwateka na kuwaoa wanawake na watoto kwa sababu ya pesa. Hakuna aliyeweza kuthubutu kuwauliza ama kuwanyoshea kidole, ingawa kulikuwa na minong'ono. Siku moja watu wa Oweri walichoka mauaji mengi yaliyotokana na ushirikina, kwa hiyo walijichukulia sheria mkononi. Watu kama Ichi Millions waliuawa katika vita dhidi ya wananchi, lakini watu kama Chief Omego na Mike walikimbilia ugaibuni kwa msaada wa Richard Williams. Richard Williams ni mfanyabiashara mkubwa, ni bilionea, lakini hakuna mtu yeyote anajua chanzo cha utajiri wake ambao hujawahi kuonekana au hata ametokea wapi. Huku upande wa pili Namdi amekuja kwa Richard Williams. Bosi, Obina ameniambia umeniita. Ndiyo, nimekuita. Acha tu nikusifie, unafanya kazi vizuri sana, unafanya kazi kwa bidii sana. Ukiachana na kumsifia Namdi kwa kazi nzuri anayoifanya, Richard Williams anasema anataka kumkutanisha Namdi na wakurugenzi wa makampuni makubwa ili kampuni yake Namdi izidi kukua na kutanuka kimataifa. Richard Williams anasema anajua Namdi hajawahi kusafiri nje ya nchi. Sasa ajiandae, ndani ya hizi siku mbili wataenda Durban, Afrika Kusini. Namdi akazidi kufurahi, akamwona Richard Williams kama malaika aliyetumwa na Mungu. Namdi alipokuwa anaondoka, tazama jicho la kishetani kutoka kwa Richard Williams. Namdi akafika ofisini kwake, akapokea simu kutoka kwa secretary wake, kuna mgeni anahitaji kuzungumza naye. Namdi akamruhusu secretary amruhusu huyo mgeni aingie ndani. Mgeni anaingia ndani ni Pastor Andy. Pastor Andy ameshajua kuwa huyu Namdi ni mtoto wake, lakini Namdi hajui. Anachokijua Namdi, baba yake anaitwa Andy Okeke. Baada ya Pastor Andy kukaribishwa na Namdi, Pastor anasema hili litakuwa gumu kusema, naitwa Andy Okeke, mimi ni baba yako. Namdi akashangaa kwanza. Unatania? Hapana, sio utani, ni story ndefu. Sijawahi kujua chochote kuhusu wewe. Nimepata taarifa zako siku za hivi karibuni. Sawa, kivipi na wapi? Kutoka kwa kijana mmoja anaitwa Uzoma. Alichunguza na kujua umelelewa katika familia ya Nuaris. Anajua vyote kuhusu wewe, hata hii kazi yako, na ndiyo kitu kikubwa sasa. Richard Williams bosi wako ni nini? Samani, ishia hapo hapo. Huyo Uzoma naona amekutuma. Hapana, namjua Richard mwanangu, namjua vizuri Richard. Nilikuwa katika chama chao kabla hujazaliwa. Kabla sijajua, nilibidi nitoe kafara kubwa. Merit, mke wangu wa kwanza, nilimtoa kafara kwa ajili ya utajiri. Nini? Ndiyo, ndivyo wanavyofanya. Wanakudanganya wengie, wanakuahidi utajiri na mamlaka, lakini baadaye bila kujua unabidi ulipe kwa maisha ya mtu unayempenda. Namdi akainuka kwa mshangao. Ulimtoa mkeo kafara? Sikutaka kufa, nilikuwa mshenzi. Wewe ni zaidi ya mshenzi, wewe ni muuaji. Baba akainuka. Hujanisikiliza Namdi. Chama nilichokuwepo hapo mwanzo ndicho hiko Chief Omego alikuwepo kabla hujazaliwa. Unamjua kiongozi wa chama? Bosi wako Richard Williams. Hamna ukweli wowote. Fungua macho yako, huo wote ni ukweli. Nilikiambukiza kizazi changu, lakini wewe unaweza kusahihisha mwanangu. Mimi sio mwanao. Mwanaume aliyemtoa kafara mke wake sio baba yangu. Kwa taarifa yako, nimeishi vizuri bila uwepo wako kwa miaka yote hii. Tafadhali ondoka ofisini kwangu. Unafanya makosa Namdi, upo kwenye hatari na haujui kwa kiasi gani unajiingiza kaburini. Namdi akamtaka Pastor Andy atoke ofisini kwake. Baba akaondoka. Namdi akiwa mwenyewe akajipa sekunde chache sana za kufikiria, lakini akapotezea. Baada ya siku chache kupita, safari ya kuelekea Durban nchini Afrika Kusini ikaanza. Kwenye huu msafara hakuwepo Namdi na Richard Williams peke yao, walijumuika watu wengine wa Richard Williams kama Obina, kuna mtu anaitwa Chuma na wengineo. Sasa kazi chafu za Chuma na wengineo tutaziona hapo mbeleni. Basi njiani kama kawaida, wakubwa wakafaidi, zikapondwa raha na anasa za kufa mtu. Walipofika
Durban, Afrika ya Kusini. Richard akamkutanisha Namdi kwa wakurugenzi wa makampuni makubwa. Namdi akapata madili makubwa ambayo yatamfanya avune pesa nyingi sana. Mida ya jioni, Namdi akiwa peke yake mbali kimawazo, Richard akaja. Anasema Namdi anamkumbusha mbali sana enzi alipokuwa kijana mdogo kama alivyo Namdi sasa hivi. Alitokea katika familia ya kimasikini, lakini uchu wa mafanikio ndiyo umempa vyote hivi. Richard akamuuliza Namdi, unayataka maisha haya au urudi ulipotoka? Nayataka haya maisha, naweza kukupa chochote, wewe sema tu. Mafanikio, ushawishi, mamlaka, kila kitu navitaka bosi, nataka vyote, lakini sio bure kijana wangu. Unapopokea unatoa, ni sheria ya maisha, umeelewa? Namdi akaitikia ndiyo. Je, upo tayari kutoa kinachohitajika kwa wewe kuwa na utajiri na nguvu? Na kuahidi hutojutia. Na kuelewa bosi. Upo tayari kupokea ufunguo? Ufunguo gani bosi? Ufunguo wa utajiri. Ibada ya wazee wa Ngwasuma, chama cha The Six, chama cha Mungu wa giza. Hii hapa kudadadeki. Katikati ya waumini kuna msalaba. Naam, msalaba wa mwanamke bikra. Waumini wote wamevaa mavazi meusi, lakini kiongozi wao amevaa vazi jekundu, na ndiye anaingia kwenye madhabahu. Si mwingine bali ni Richard Williams. Akanyanyua mikono, ibada ianze. Huu ni muda mtakatifu kwa Mungu wetu. Mbele yetu tuna kafara na mavuno ya roho za watu kwa ajili yake. Tafadhali wageni njooni mbele. Wageni wakasogea taratibu, wakija mbele ya wenzao. Msaidizi akachomoa kisu cha kishetani, akakiweka juu ya bakuli, kapu la sadaka zao. Kilichofuata baada ya hapo ni kutoa sadaka za damu zao kwa kuchanwa katika viganja vyao. Hii ni hatua ya kwanza ya kujiandikisha katika chama, lakini pia ni ishara kuwa kuanzia sasa wote hawa ni ndugu katika familia ya shetani. Wote akiwemo na Namdi pia wakalikamilisha hili zoezi, na wa mwisho akawa mkuu wao, bwana Richard Williams. Baada ya hapo, Richard akachukua bakuli lenye damu za wageni pamoja na damu yake, akisindikizwa na moshi wa ubani, akaliweka bakuli mbele karibu kabisa na njia kuelekea katika sehemu za siri za mwanamke bikra huyu. Baada ya hapo, Richard akainuka na kuambia waumini, ni muda wa kumkaribisha chakula Mungu wetu, tuombe aonje na aibariki sadaka yetu. Njoo Mungu wetu, njoo Mungu wetu, njoo Mungu wetu, njoo Mungu wetu, njoo ipokee sadaka yetu na mvinyo wa wageni wako. Ohora bora, ohora bora, oho tegera, oho sirida. Mara kivuli cha shetani kikaja, kikamvaa mwanamke, kikamnyonya nafsi, kisha kikaondoka. Unakubali kumpokea Mungu wa giza kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Nimekubali. Namdi akavalishwa kofia. Kuanzia sasa ni mjumbe wa chama la The Six. Usiku ukaishia kama hivyo. Namdi anaposhtuka asubuhi akahema kwa hofu. Ilikuwa ni ndoto tu. Namdi akiwa na hangover ya kufa mtu akajikongoja mpaka bafuni. Alipofika bafuni akaona nawa, akaliona kovu la kisu, kucheki mgongoni kuna tatu tena mbichi kabisa. Namdi akagundua hii haikuwa ndoto bali jana kili happen. Sasa itakuwaje? Namdi ataweza kujiondoa kwenye chama hiki cha kishetani? Atamtoa nani kafara? Usijali, yote haya tutayajua katika part 2. Sisi ni Heavy Movies, tukutane katika part 2. Asante.